Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humu nchini. CCM pamoja na Samia Suluhu Hassan yajipata katika hali ya kutatanisha leo, wananchi waishambulia hadharani bila woga na kuweza kuimba nyimbo za kumfukuza Samia Suluhu bila kuogopa kwa kutoa kauli hizi za kuikataa chama hicho. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hali ya kushangaza asubuhi ya leo jijini Dar es Salaam, jiji kubwa na kitovu cha biashara nchini Tanzania, mivutano ya kisiasa ilipamba moto kwa njia ambayo haionekani mara chache katika maeneo ya umma. Tukio lililotokea ndani ya basi moja maarufu kwa jina la Mwendo Kasi la mjini hapa limekuwa kitovu cha mijadala ya kisiasa leo baada ya abiria wote waliokuwa ndani ya basi hilo la Mwendo Kasi Dar es Salaam hilo kuanza kuimba nyimbo za kupinga vikali chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, na pia kuimba nyimbo za kuweza kumfukuza Samia Suluhu Hassan na kuashiria kwamba hawatampigia kura. Basi hilo lilipokuwa likipita kwenye njia yake ya kawaida likijaa zaidi ya uwezo wake uliokusudiwa, sauti zilisikika kwa sauti moja, hatuitaki CCM. Kwa Kiswahili waliimba nyimbo ambazo zilikuwa zikiashiria ya kwamba hawataki uongozi kamwe wa CCM. Kwa mara nyingine, kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za kuipinga serikali ya Samia Suluhu Hassan ndani ya gari hilo la Mwendo Kasi sasa kimeibua mijadala mikubwa mitaani na mitandaoni, na pia kudhihirisha jinsi baadhi ya makundi ya watu wanavyofadhaika wakati nchi inapokaribia kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29. Gari la uchukuzi wa umma mara nyingi ni nafasi iliyotengwa kwa ajili ya safari za utulivu au mwingiliano wa kawaida kati ya wageni, hubadilishwa bila kutarajiwa kuwa jukwaa la kujieleza kisiasa. Walioshuhudia waliripoti kwamba nyimbo hizo zilianza na abiria wachache, lakini zilienea haraka katika basi hilo lililojaa Watanzania. Kilichojulikana hasa ni ujasiri ambao abiria waliungana nao katika ujumbe wao. Kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za kupinga serikali ya Suluhu ndani ya gari hilo kilipinga kanuni za kitamaduni za muda mrefu ambazo mara nyingi hukatisha tamaa ya wazi ya kisiasa hadharani. Katika nchi ambapo mazungumzo ya kisiasa katika mabaraza ya wazi kama haya kwa kawaida hupimwa au kuwa ya tahadhari, mlipuko huu wa ghafla umeonekana na wengi kama wakati wa ajabu wa kujieleza wenyewe kwa wenyewe. Klipu za tukio zilipoanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ndani ya saa chache, mazungumzo yalichukua sura ya kitaifa. Watumiaji kwenye majukwaa ya mtandao wa kijamii kama vile X, zamani ikijulikana kama Twitter, Instagram pamoja na Facebook walianza kusambaza na kutuma tena video hizo wakionyesha mchanganyiko wa usaidizi, wasiwasi na udadisi. Kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za chuki dhidi ya serikali ndani ya gari hilo kilipongezwa na wapinzani pamoja na baadhi ya watu wa maoni kuwa ni kielelezo cha papo hapo lakini chenye nguvu cha watu kutoridhishwa na hali iliyopo. Wakati wengi wakipongeza ushujaa wa washiriki, wengine walibashiri sababu za msingi zinazoweza kuwafanya wananchi wa kila siku, hasa wasafiri, kueleza hisia hizo kwa umoja na sauti kubwa. Uhakika wa tukio umeongeza tu umuhimu wake ndani ya hali ya hewa ya kabla ya uchaguzi nchini. Mtazamaji, sitaweka video hiyo hapa kwa sababu ya sheria za mtandao huu, lakini ukitembelea mtandao wa kijamii wa Twitter ama X utapata video hiyo nzima. Katika miaka ya hivi karibuni, usemi wa kisiasa nchini Tanzania mara nyingi umekuwa ukikabiliwa kwa tahadhari kutokana na msisitizo wa kihistoria wa nchi hiyo katika utulivu wa kisiasa na umoja wa kitaifa. Hili linafanya kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za chuki dhidi ya serikali ndani ya gari hilo kuwa kisichokuwa cha kawaida. Ikiwa ni kawaida, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamekuwa wepesi kueleza kuwa ingawa maandamano si jambo geni katika siasa za Tanzania na Afrika Mashariki, mbinu na eneo la usemi huu wa usafiri wa umma unaotumiwa na maelfu ya watu kila siku ndio unaofanya tukio hilo kuwa muhimu sana. Inapendekeza kwamba kuchanganyikiwa kwa siasa hakuishi tena kwenye mikutano ya kisiasa au majukwaa ya kidijitali, lakini sasa imeingia katika taratibu za kila siku na ufahamu wa umma wa raia wa kawaida. Kwa chama tawala CCM ambacho kimeshika madaraka tangu uhuru na kinachoongozwa kwa sasa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, muda wa kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za kupinga serikali ndani ya gari hilo la Mwendo Kasi
uchaguzi hauwezi kuwa mbaya zaidi, huku zikiwa zimesalia wiki chache kabla ya taifa kupiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Chama hicho kimekuwa kikiimarisha juhudi zake za kampeni, kikiandaa mikutano ya hadhara, utangazaji wa sera na mawasiliano ya jamii ili kuimarisha msingi wake wa kuungwa mkono nchini. Hata hivyo, maonyesho ya upinzani ndani ya basi la mwendokasi leo yanadhihirisha ukweli kwamba si wananchi wote wana hakika. Inazua maswali muhimu kuhusu ni kwa kiwango gani sera na uongozi wa CCM unasikika kwa umma mpana, hasa wakazi wa mijini Tanzania ambao wako katika hatari ya kiuchumi na mijadala ya kisiasa ya kidijitali. Moja ya dhamira kuu zinazojitokeza kutokana na majibu ya wananchi kwa kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za kuipinga serikali ya Suluhu ndani ya gari ni dhana kwamba misemo hiyo ya papo kwa hapo ni kipimo cha masuala ya kina. Wachambuzi wa masuala ama wachambuzi kutoka mashirika ya kiraia na wasomi wametilia maanani, wakipendekeza kwamba nyimbo hizo zinaonyesha kukatishwa tamaa na kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira, utoaji wa huduma za umma na kuzingatiwa kukosekana kwa usawa katika usambazaji wa rasilimali. Haya si masuala mapya, lakini usemi wao katika muundo mbichi usiojua na wa umma umewavutia wengi. Kwa wale wanaotetea mageuzi ya kidemokrasia na uwajibikaji mkubwa wa serikali, dunia basi hilo la mwendokasi leo ni ukumbusho wa kuhuzunisha kwamba ukimya haupaswi kudhaniwa kuwa kuridhika. Hasa muundo wa idadi ya watu wa abiria wanaoimba wanaripotiwa kuwa kutawaliwa na vijana. Hii huongeza safu nyingine kwenye tafsiri ya tukio hili. Tanzania kama sehemu kubwa ya Afrika ina idadi kubwa ya vijana. Wanasayansi wa masuala ya kisiasa wanasema kwa kitendo cha wananchi hasa vijana kuimba nyimbo za kuipinga serikali ya Suluhu ndani ya gari ama serikali ya CCM kinaweza kuashiria wimbi linaloibuka la wanaharakati wa vijana ambao ni kuchagua mbinu zisizo za kawaida za kuwasilisha malalamiko yake badala ya kuhudhuria mikutano ya kitamaduni ya vyama kisiasa au kushiriki katika mijadala rasmi. Vijana sasa wanaweza kuwa wakichukua nafasi za kila siku kila wakati kama vile mabasi, shule na majukwaa ya kidijitali kama uwanja wao wa vita vya kujieleza kisiasa dhidi ya serikali. Ni muhimu pia kwamba hakuna vikosi vya usalama vilivyoingilia kati wakati wa tukio hilo ndani la basi la mwendokasi, angalau kulingana na ripoti za sasa mitandaoni. Kutokuwepo huku kwa ukandamizaji wa mara moja kunaweza kufasiriwa kwa njia mbili, ama kama ishara ya kuongezeka kwa uvumilivu wa kujieleza kisiasa au kama uangalizi katika kutarajia kiwango cha kutoridhika kwa umma. Pamoja na hayo, kitendo cha wananchi kuimba nyimbo za chuki dhidi ya serikali ndani ya gari hilo kimevuta hisia za taasisi mbalimbali zikiwemo vyombo vya utawala wa ndani na mashirika ya uangalizi pamoja na upinzani. Imechochea mijadala kuhusu uhuru wa kujieleza, haki ya kujieleza kwa amani na mipaka ya ukosoaji wa kisiasa katika miundombinu ya umma inayofadhiliwa na kudhibitiwa na serikali. Wakati serikali ya CCM ikiwa bado haijatoa tamko rasmi kuhusiana na tukio hilo, viongozi wa CCM akiwemo rais wameendelea na kampeni zao za kawaida wakizingatia mafanikio ya utawala uliopo na ahadi za siku zijazo. Hata hivyo, chini ya macho yote ya wananchi, kitendo cha wananchi hawa kuimba nyimbo za kuipinga serikali ndani ya gari hilo kinaendelea kusikika na kuenea katika wigo wa kisiasa na kukumbusha chama tawala kwamba njia ya marudio ya uchaguzi haina tena uaminifu usio na shaka.